Mufti mwenyewe anajua hiyo kesi na analijua hilo jambo, tumetoka nalo toka kwa Mufti Simba mpaka leo wote tuko tunakwenda sisi huko, na ni mali ya watoto wazawa wa Ilala, sio hao wakuja sijui nani wale wamevamia. Kuna mmoja kati yao siku moja alikuwa amesema anakaa mtaa Lindi na Iringa, nani yule jina limenitoka, anasema kwani wao shida yao nini? Wanachongangania ule msikiti wanangangania nini? Kwani kinachotakiwa si na maneno ya Mwenyezi Mungu na sala sasa zinasaliwa. Kama wanafiwa wanataka kupeleka watu kwao, watuambie tutawapa magari watapeleka, lakini sio kuwapa msikiti. Tukastukia tu msikiti ule umevamiwa. Imekuwaje? Hakuna chakua, msikiti ushakuwa wenzetu wao na nini, kasi ya vishindo, watu wanapigana na nini. Watu washapigana pale, watu washatoana damu pale. Kauli mbiu ya Sheikh Mkuu, jitambue. Ukishajitambua utabadilika, ukishabadilika utaacha mazoea ya kipuuzi kama hayo wanajizoesha wao. Ile kauli ni nzuri sana. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba msaada, tulikuwa tunaomba wahusika, iwe rais, unaona, iwe mufti, iwe mkubwa yote, atufanyie msaada ili msikiti wetu urudi kama juzi na jana. Namuomba Allah na mkuu wa nchi yetu, Mungu mpe afya, usalama wake ukamilike, na haya tunayozungumza asikie yeye na jopo lake. Unaona bwana, na wahusika wote waelewe ukweli wa jambo hili lilivyo. Sasa tunakumwomba Mama Samia, watoto wako sisi tuangalie, tunavuliwa nguo sasa. Manake kama hatufanyi ibada tunafanya nini? Msikiti wa mtaa wa Morogoro, Masjid El-Rishad, huko katikati msikiti wa mitaa mitatu. Mbele ni msikiti wa Morogoro, ubavuni ni msikiti wa ni mtaa wa Tanga, na ubavuni tena mtaa wa Pangani. Karibu na kituo pale mahakamani, pale unaangalia mahakama ya Mwanza. Msikiti huu ni wa siku nyingi, au kujengwa jana. Ni msikiti wa siku nyingi, mimi mwenyewe silingani nao. Wazazi wamejenga msikiti kwa ajili ya huduma ibada. Watoto wa Ilala, watu wa Ilala wote wakipata matatizo wasali pale, na matatizo mengine yakitokea kifo watu wazikwe pale, wasaliwe pale. Lakini hilo halifanyiki tena. Tunamuomba mufti aliangalie hili kwa macho mapana zaidi, kwa sababu hawa watu wamekuja na itikadi nyingine ambayo sio. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi naitwa Salma Ramadhani Hassan almaarufu Mama Kabaro katika Ilala hii. Mimi ni mzaliwa wa Ilala, mkulia wa Ilala, mchakalia wa Ilala. Nimezaliwa hapo mtaa Moshi. Nimekulia, nikahama, nikaenda zangu Zanzibar baada ya babangu kufa, nikarudi tena hapa. Nikafikia hapo mtaa Bukoba. Ndio makuaji yangu yote yalikuwa hapo. Mpaka nasoma, namaliza, naanza kazi, namaliza, nazaa, naolewa nini mpaka hivyo. Lakini kuhusu huo msikiti na ufahamu sana. Tulipokuwa watoto, enzi zetu ikifika Alhamisi tunasoma maulidi pale. Sasa sisi pale ndo hatuondoki, kwa sababu kuna sadaka, kutaletwa tende, kutaletwa vitu gani, hatukatiki. Mjomba wangu mwenyewe marehemu Mzee Omari Jamali alikuwa mmoja wapo katika hao waletaji wa vitu. Sisi tulipokuwa tena tushoka wasichana tunapika visheti, tunaambiwa tupike visheti, kahawa. Saa kama hizi vitu vinapelekwa pale mpaka magharibi. Ikifika maulidi ya kisomo, watu wanana siku mkivipika vibaya mtamtambua. Ule msikiti ulikuwa unaitwa msikiti wa Wandengereko. Ule msikiti ulikuwa unaitwa msikiti wa Wandengereko. Wenyewe ni Wandengereko, yule mwenyewe Mzee Mkumba
alikuwa Mdengereko, alikuwa anakaa pale Tabora na Lindi, ndio ilikuwa nyumba yake pale, na watoto wake na wajukuu zake. Watoto wake, wajukuu zake tumecheza wote, tumefanyaje wote, tumesoma pale madrasa, tumesoma pale mpaka wengine tukaanza kutawanyika na nini, lakini tumesoma. Haya, ikifika siku za maulidi pale panasoma maulidi. Ulikuwa msikiti tu wa kawaida, mapazia yake magunia. Ulikuwa msikiti ule mapazia magunia wakati huo, lakini watu walikuwa wanakubali. Mpaka umeendelea, ukaanza umebadilishwa mpaka ukawa kidogo, lakini ulikuwa msikiti tu wa kienyeji tuseme. Lakini ule msikiti ulikuwa unaitwa msikiti wa Ndengereko. Huyo mwenyewe mzee Mkumba alikuwa Mdengereko, watoto wake kina Rehema Mkumba, kina Aisha Mkumba, kina Tabia Mkumba, kina na wajukuu wa msikiti ule. Lakini sasa ndio hivyo, watu wamekwenda, watu wamekufa, walobakia wameuza mji ule pale, wamehamia Chanika, wamekwenda kufia huko. Tukastukia tu msikiti ule umevamiwa. Imekuwaje? Hakuna chakua, msikiti ushakuwa wenzetu wao na nini, kasi ya vishindo, watu wanapigana na nini. Watu washapigana pale, watu washatoana damu pale. Basi mwenye nguvu mpisha njia apite. Kwa hiyo wale jamaa wakawa wameingia ndani kabisa, huna la kusema, huna la kufanya. Wenyeji tuseme wazawa wakaamua hiki kitu hakiwezekani, hiki kitu lazima tukifanyie mchakato. Basi sio jana, sio leo, miaka mingi imeanza hii kitu, imekwenda toka sisi tuna nguvu mpaka sasa hivi tumekuwa hivi, tunakwenda toka mufti alikuwa nani, Shaban Simba, toka enzi ya mufti Shaban Simba huko na kule na huko tunakwenda. Tukenda mpaka kwa waziri, heka. Sasa tena ikaa katikati kama kitu kimezimika fulani, na sisi tena ndo tumeshakuwa hali kama hizi, tumeshachoka. Basi tumekaa, lakini ukiwauliza kina Dunia, kina Mr. Rama sijui nani, wanakuambia mchakato bado tunaendelea. Mchakato tunaendelea. Lini? Mwezi wa jana ule walikuja hapa. Kumbe huko sasa tufikiri uko kwako Tabata. Nikamwambia hapana, niko hapa siku mbili hizi naumwa. Basi sisi tumefanya hivi, tumefikia hapa. Kuna siku utakuja kukuvamiwa, usione ajabu, ili utoe tathmini ya hii safari ya msikiti huu. Kwa kweli ule msikiti ni wa watoto wa Ilala na ni wazawa wa Ilala, hao wenyewe wazazi wetu. Sisi tumekuja katikati, lakini wazazi wetu ndio walikuwa msikiti ule. Saa hizo unapita pale uwe subutu, kama hujapigwa mikwaju mtoto wa kike unakatisha hapa, saa hizo unatafuta nini? Wamejaa pale barazani nje, watu wanaongea, wanafanyaje. Lakini hawakuwa hao watu wa sasa, walikuwa watu hao wa zamani. Umeona? Sasa tena ndo msikiti umevamiwa na watu wameuacha. Kila mtu katafuta sehemu ya kwenda kusali. Si wengine tena tumepandisha juu huko, tumejengwa kwa kina Shemeli. Pale hatuwezi kujitia. Hatuna fursa, hakuna nutujuu. Unajulikana tu kwa kuwa ni mtoto wa Ilala na mambo yako Ilala, lakini sio kujulikana kwa wazifa kama tulivyokuwa. Hatuna wazifa pale. Lakini ule msikiti ni mali ya Wandengereko na ni mali ya watoto wazawa wa Ilala, sio hao wakuja sijui nani wale wamevamia. Kuna mmoja kati yao siku moja alikuwa amesema anakaa mtaa Lindi na Iringa, nani yule, jina limenitoka. Anasema kwani wao shida yao nini? Wanachongangania ule msikiti wanangangania nini? Kwani kinachotakiwa si na maneno ya Mwenyezi Mungu na sala zinasaliwa.
Kama wanafiwa wanataka kupeleka watu kwao, watuambie, tutawapa magari watapeleka, lakini sio kuwapa msikiti. Jina lake tu limenitoka. Yuko hapo Mpemba mmoja. Nikamwambia, nyinyi kilichokutoeni kwenu mpaka kuja kung'ang'ania mali ya watu nini? Huko kwenu hakuna misikiti, hakuna viwanja. Kwa nini mje mng'ang'ania msikiti? Basi. Kwa hiyo sasa ule msikiti ni mali ya Waislamu na ni watu wa Ilala na ndio wenye haki yao, na wao wanajilazimisha, sio kama mali yao, wanajilazimisha. Sasa sijui viongozi wanasemaje mpaka sasa hivi, wanazungumza nini viongozi mpaka sasa hivi, hatuelewi, kwa sababu vijana wamejitahidi kwa kweli kwenda kule na kule, safiri huku na kule, mpaka hapo walipofikia sasa hivi. Inshallah Mwenyezi Mungu alete kheri, wafungukiwe na mambo yao wanaoyataka, tufe tuzikwe, tusaliwe kwenye msikiti wetu, kwa sababu si wengine tuko huko misikiti ya juu. Mpaka nimemwambia Shemeli, nikifa mimi nije nikoshwe hapa nipelekwe ninakopelekwa, lakini huu ni msikiti wetu. Mjomba wangu nakwambia ndio Alhamisi lazima kupikwe mavisheti, makahawa yapelekwe pale. Maarufu yule mzee Ramadhani Mwinshe, baba wale kina Selemani, mzee Ramadhani Mwinshe ndio watu ambao walikuwa kwenye msikiti ule. Kina nani huyu baba wao, kina Silaji, mzee Mnyimkuu, watu ndio walikuwa kwenye misikiti yao. Sasa leo wamekuja kuzuka watu, hata tukiwataja, ukiwataja sio wengine hatuwajui, mimi siwajui. Kuna kutaja kitu si fulani huyo, lakini kuna kitaja, kwani yule nani, kwani anafanya nini? Sasa utanitaka mtu kama mie hapo useme mama Kabaro nini, kila mtu atakwambia labda mgeni, labda mgeni. Ilala hii ni yetu na mji wetu na msikiti ule ni wetu. Msikiti ni wetu, purukushani zao zote na ghasia zao zote, lakini wanajua nini wanachokifanya, ila wanafanya maksudi, hawajali lolote. Unaona? Sasa vitu vingine wasivipeleke hivyo, wasipeleke kimazoea. Kauli mbiu ya Sheikh Mkuu, jitambue. Ukishajitambua utabadilika. Ukishabadilika utaacha mazoea ya kipuuzi kama hayo wanajizoesha wao. Ile kauli ni nzuri sana. Jitambue, badilika, acha mazoea. Sasa wao waache mazoea. Watu wote wanasema kuhusu nyie. Basi. Mimi maoni yangu au maombi yangu kwa viongozi wa ngazi za juu, hilo jambo wameliona na watu hawajachoka, kila siku wanakwenda Dodoma, watu wanakwenda Dar es Salaam, watu wanakwenda wapi kulilia haki yao. Sasa tunaomba viongozi wawatizame kwa jicho la huruma. Wawatizame kwa jicho la huruma. Mufti mwenyewe anajua hiyo kesi na analijua hilo jambo, tumetoka nalo toka kwa Mufti Simba mpaka leo. Wote tuko tunakwenda sisi huko. Watu ndio wameondoka wengi, wenzetu wengi, kina mama wengi wameshanda mbele ya haki, na sisi ndio tumebaki hali kama hizi. Sasa watutizame na watuhurumie, watupe haki yetu, watupe msikiti wetu tuendelee nao. Watupe msikiti wetu tuendelee nao. Mbona misikiti iko mingi? Waende kwenye sehemu zingine wakachukue misikiti. Mufti atuhurumie, mkuu wa mkoa atuhurumie, mwenyekiti atuhurumie, rais mwenyewe. Watu wanalia, watu wanasikitika. Taratibu zetu zimekuwa haziko katika msikiti ule, ziko tofauti na sisi. Kwa hiyo tunaomba msaada wao, watuhurumie ili na sisi tujisikie vizuri katika ule msikiti na tusijisikie tuna nafasi, kwa sababu watu hawana nafasi pale. Kwa hiyo mimi ombi langu ni hilo, tunaomba tu watusaidie
msikiti wetu urudi. Sina la ziada kwa kweli. Mimi naitwa Bi Mwamfundo binti Athmani, au kwa maarufu wangu zaidi Mama Jagna Shah. Mzaliwa hapa Ilala na nimekulia hapa Ilala. Hapa swali la kwako ni la msikiti. Msikiti wa muda mrefu, sisi tumezaliwa tumeukuta pale msikiti, unaona, tumeenda nao msikiti. Lakini sasa kadri miaka inavyokwenda, miaka hivi karibuni, ikawa msikiti umevamiwa na watu wengine ambao sio wenyeji wa hapa, unaona. Ikawa ni hivyo tu, watu malalamiko mengi, sio kama vile juzi na jana watu walikuwa na swali tafrani moja kwa moja, unaona. Sasa sisi waangaliaji tulikuwa tunaomba msikiti urudi kwa wenyeji, naona, kwa sababu unapokwenda pale zamani ilivyokuwa na sasa hivi ni vitu viwili tofauti. Si tungefurahi sana kuona msikiti unao kwa kama pale juzi na jana. Kama kuna kisani yote, kuna bidii yote itafanyika, bora ifanyike msikiti urudi hata kwa wazee. Sisi wa hapa wazaliwa hapa, lakini hata inapotokea jambo pale msikitini, labda kama msaada, unaona, au sadaka au nini, ufika hatupati sisi hapa. Hatupati msaada wa aina yote, hata kama inatokea sadaka pale wamechinja nyama nini, na mzee wetu hapa, baba yetu wa hapa ndio walikuwa wazee wa wapi, wa pale msikitini. Lakini sisi hatuna, sisi mpaka watoto wetu hawana fursa na msikitini pale, wanakwenda kama watu baki tu wapita njia, unaona. Sasa sisi ile hali hatuipendi, ila ndo hatuna uwezo, na tushakuwa tena wazee, watu wazima, hatuna la kufanya. Midamu umetaka kujua hali za hapa, hali ndo hizo, hatuelewi yani. Sio kama juzi na jana hivi kwa zile ya kwenda. Kuna vitu vingi ambavyo vimejitokeza, sio kama vile tulivyovizoea. Kwa hiyo tukao tunaomba vile vitu vijirudie ya zamani. Hali ndio hiyo. Msikiti wa long time, si tumezaliwa, mimi nimezaliwa ile msikiti nimeukuta pale pale upo. Naona. Na wazee wetu ndio walikuwa na miliki pale. Sasa wazee wamekufa, walobakia nao ndio kama hivyo, wamebanwa. Kuna watu wamekuja na yani hii habari ya vijana tu hapa, au walikuwa wazee wenyewe wape fursa tu, nafasi tu, angalau wasimamie na wao msikiti, kwa sababu wote walikuwa kwa sasa hivi sio wenyeji, na sio kama wenyeji hawapo. Hapo japo kweli nyumba nyingi zimeuzwa wazee hapo, lakini watu hapo bwana. Kwa hiyo si mimi binafsi nilikuwa naomba hiyo hali irudi. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba msaada, tulikuwa tunaomba wahusika, iwe rais, unaona, iwe mufti, iwe mkubwa yote, atufanyie msaada ili msikiti wetu urudi kama juzi na jana. Hizo ndizo habari zetu. Maana msikiti umetawaliwa, kusema ukweli, sio siri, umetawaliwa, huwezi kuamini. Mambo mengi sasa watu wazima hatufuatilii, lakini mkikaa unaona hali ilivyo, hali inavyokwenda. Habari ndio hizo. Ya Rabbi, namuomba Allah na mkuu wa nchi yetu, Mungu mpe afya, usalama wake ukamilike, na haya tunayozungumza asikie yeye na jopo lake. Unaona bwana, na wahusika wote waelewe ukweli wa jambo hili lilivyo.
Sasa tunakumwomba Mama Samia, watoto wako sisi tuangalie, tunavuliwa nguo sasa. Manake kama hatufanyi ibada tunafanya nini? Tunataka tuendelee kufanya ibada. Tumwombe Mwenyezi Mungu hali ya nchi yetu itulie kama ilivyo sasa hivi. Mwenyezi Mungu akujaze imani, akujaze nguvu, akujaze uoni, wewe na serikali nzima iliyokuwepo. Tunaomba sana mambo haya yaondoke, watu kuvamia misikiti ya watu. Hatuna pa kukimbilia isipokuwa tunakuja kwako mama. Wewe na jopo lako la serikali mliangalie jambo hili. Tunaomba tuma watu wako waje wapite kwenye njia zinazotakiwa, watapata ukweli huu. Hatuna jambo lingine isipokuwa tunaomba tu urudi katika mikono yetu, tuendeleze jambo la ibada. Hatuna jambo lingine pale, hatuchezi ngoma wala hatuchezi kamali pale. Sisi tunamuomba Mwenyezi Mungu atuletee usalama nchi yetu, viongozi wetu na sisi wenyewe tuendelee kumwabudu Allah. Msikiti wa mtaa wa Morogoro, Masjid El Rishad, huko katikati msikiti wa mitaa mitatu. Mbele ni msikiti wa Morogoro, ubavuni ni msikiti ni mtaa wa Tanga, na ubavuni tena mtaa wa Pangani, karibu na kituo pale mahakamani pale unaangalia mahakama ya Mwanza. Msikiti huu ni wa siku nyingi, au kujengwa jana, ni msikiti wa siku nyingi. Mimi mwenyewe silingani nao. Wazazi wamejenga msikiti kwa ajili ya huduma ibada. Watoto wa Ilala, watu wa Ilala wote wakipata matatizo wasali pale, na matatizo mengine yakitokea kifo watu wazikwe pale, wasaliwe pale. Lakini hilo halifanyiki tena. Tunamuomba mufti aliangalie hili kwa macho mapana zaidi, kwa sababu hawa watu wamekuja na itikadi nyingine ambayo sio. Tunamuomba sana mufti wetu Sheikh Zuberi. Yeye ni mufti wa Tanzania, kazi yake ni kuangalia Uislamu wake. Sisi ni Waislamu, atuhurumie katika hili. Tunaingiliwa na watu ambao wana pesa zao. Tunamuomba atuangalie kwa jicho la huruma sana kabisa. Hatuna pa kwenda sisi, lazima tumlilie. Ndio shekhe wetu, ndio mufti wetu. Awaangalie watendaji wake, watende haki, wasijiingize katika mambo ambayo hayafai. Tunamuomba atusaidie tupate msikiti wetu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.